Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakewe TV. Mdude Nyagali ambaye ni mwanaharakati kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo ameweza kulia na mnyololo wa watekaji. Nataka nikusomee kile ambacho Mdude Nyagali ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter. Kidnapping chain. Wakati wa utawala wa JPM, genge la utekaji lilikuwa moja tu lililosimamiwa na Albert Bashite na Nyaulengo. Genge hili lilihusishwa watu wa idara ya usalama wanaotoka kanda ya Ziwa na wanajeshi wasiozidi watatu. Nalijua kwa sababu genge hili liliniteka. Wakati wa utawala wa Samia Suluhu kuna magenge matatu ya utekaji. Moja, vikosi vya task force hivi viko chini ya utaratibu wa RPC na RCO na ZCO. Moja ya wahanga katika kikosi hichi ni Deus Soka Sativa, Dionis Kipanya, katibu wa Bavicha Mwanza na kadhalika. Lakini namba 2 amesema task force ya idara ya usalama. Kikosi hiki kipo chini ya uratibu wa mkurugenzi wa usalama na Mapete. Wahanga katika kikosi hiki ni Mzee Alikibao pamoja na Maria Salungi na wengineo. Namba 3, vikosi vya Green Guard kwenye wilaya na mikoa. Vikosi hivi viko chini ya uratibu wa baadhi ya viongozi wa chama tawala kwa ufadhili wa bunge na mawaziri wanaotoka wilaya au mkoa husika. Moja ya matukio yao ni ile la kuuawa kwa mgombea wa Chadema uchaguzi wa serikali za mitaa pale Tunduma. Ndio maana ili tuweze kukomesha hali hii lazima kwanza tuondoe serikali iliyopo madarakani, halafu makundi na magenge yote manne yafikishwe mahakamani haraka. Hata kama watatoroka nje ya nchi watarudishwa. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yameweza kutolewa na Mdude Nyagali kupitia kurasa wake wa Twitter kuhusiana na cheni ya magenge ya kihalifu au ya watekaji hapa nchini. Lakini pia watu wameweza kutoa maoni tofauti kutokana na hichi ambacho Mdude Nyagali ameweza kuandika. Lakini wa kwanza hapa anaitwa Tesla, anasema halafu kingine, kuna matumizi makubwa na haramu ya ufuatiliaji wa kimtandao kama matukio ya hivi karibuni. Tumeona mazingira yake na mpango wa utekaji. Kuna taarifa nyingi zilizokusanywa kutoka kwa wahanga na watu wao wa karibu. Lakini Ola anasema mkuu, great idea, naamini lazima tudondoshe hii serikali ili nitakuja nitaanza kuenjoy ili taifa yote yule aliyehusika na matendo ya jinai ndani mixer wa hujumu uchumi maadui zetu wakubwa hao. Lakini pia Evans anasema kuondoa serikali sawa, swali anaondokaje? Liza anasema serikali ya majambazi CCM na viongozi wake. Lakini uliza Deus Soka anasema namba 2, task force ya idara ya usalama kikosi kazi ipo chini ya uratibu. Amerudia ile chapisho ambalo limeandikwa na Mdude Nyagali, amekuja kulirudia hapa. Lakini Makoto anasema tusisahau ushiriki wa makampuni dili ya simu yenyewe yanakuwa na mchango mkubwa sana katika matukio ya uovu hapa nchini. Hawa tuafilisi kama taifa huru la kweli. Odoyo anasema watekaji, mmesikia au mmelewa, mnajulikana kwa makundi yenu. Badiliko lote la utawala wa nchi hii, uwe na wa kiraia au wa kijeshi, ninyi mtakuwa wahanga wa kwanza. Kitanzi itawangoja. Lakini Black Hole anasema atakayekutwa kaua kwa kutesa akisa siasa lazima auawe hadharani. Lamdan anasema fact, ili genge lazima liwajibishwe hapo baadaye.
Lakini Ion anasema it is good you know this. Can you substantiate what you have just written? Au ni propaganda? Thomas Mosh anasema Mungu ni mwema, umesahau mafwele. Samora anasema aise mdogo wangu dishi wewe. Lakini Prince anasema swali, tutaondoaje hii serikali? Lakini pia Mdukimo anasema Bongo ndo nchi ambayo mtu anajua taarifa za uhalifu na kuzichapisha bila kuwa na ushahidi wowote kwa sababu ya uhuru uliopitiliza. Hakuna aliyefikishwa mahakamani. Lakini pia Shije anasema ni sahihi kabisa kamanda. Lakini Mzalendo anasema una ushahidi gani au muhemuko tu? Tanganyika anasema ukweli mchungu ni kwamba swala zima la wizi, kuteka watu na kupoteza hususani kwa upinzani ni mara 4 zaidi ya kipindi cha JPM. Kwa kifupi, hali ya sasa ni mbaya zaidi tokea Tanzania ipate uhuru. Huu ndio ukweli wa huyu mama hafai na nchi imemshinda. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo ameweza kutoa katika mtandao wa Twitter katika chapisho ambalo Mdude Nyagali aliweza kulichapisha katika mtandao wa Twitter. Jina langu ni D Wakewe TV. Tukutane katika masuala ya siasa, lakini pia unaweza ukasubscribe na kutana notification katika channel zetu za mitandao ya kijamii. Tafadhali subscribe, turn on notification. Jina langu ni D Wakewe TV na kukaribisha tena katika ulimwengu wa siasa. Tutane wakati ujao. Bye bye. Kwa heri.